Ni Furaha Chilambo na mumewe Saidi Hamisi wakitabasamu kwa furaha ndani ya hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mtwara iliyopo hapa Mitengo, manispaa ya Mtwara Mikindani. Familia. Mungu akubariki sana. Furaha hii ni baada ya kupata neema kubwa isiyo ya kawaida na nadra sana kutokea kwa mwanadamu hapa duniani ya kujifungua watoto 5 kwa pamoja, kwa lugha ya Kiingereza huitwa quintuplets. Furaha amejifungua watoto 5 kwa pamoja chini ya uangalizi wa madaktari bingwa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mtwara, wakiongozwa na daktari bingwa wa afya uzazi Dr. Henry Mwambe, ambaye anaelezea tukio hilo ambalo linaweza kutokea mara moja kati ya vizazi 500. Siku 2 zilizopita hapa hospitali ya kanda tumebahatika kufanya operation na kumzalisha mama mjamzito watoto 5. Mimi nilikuwa daktari kiongozi katika timu iliyoendesha upasuaji. Labda kwa kuanzia tu nyuma, kwa sababu ni kitu ambacho sio kitu cha kawaida, kinatokea mara chache sana. Ukiangalia hata takwimu zinaonyesha kati ya vizazi zaidi ya 500 naweza katokea mama mmoja tu ndo ikatokea kupata mama akawa na mapacha 5. Kwa hiyo huyu mama alikuja kwa mara ya kwanza kumuona ujauzito wake ukiwa na umri wa wiki 18. Na alipata rufaa kutoka kwenye kituo cha afya cha Likombe ambako walifanya ultrasound. Majibu ya ultrasound wakawa wanaona vitu ambavyo hawavielewi, ambavyo sio kawaida kabisa kwa mama mjamzito kupata majibu kama hayo kwenye picha ya ultrasound. Kwa hiyo wakaona ni vyema wafanyie referral aje kwenye hospitali kubwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi na uendelevu wa matibabu. Kwa hiyo alipofika hapa na sisi tukafanya ultrasound. Baada ya kufanya ultrasound tukajiridhisha, tukakuta kweli ana ujauzito ambao una watoto 5 ndani ya tumbo lake. Tunashukuru Mungu, upasuaji ulienda salama. Tukaweza kumzalisha mama kwa njia ya operation, akapata watoto 5 na watoto wote 5 wanaendelea vizuri. Kati ya hao watoto 5, watoto 4 ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike. Furaha anaeleza kuwa hii ni neema ambayo hakuitarajia, kwa kuwa uzazi wake wa kwanza alijifungua mtoto mmoja na uzazi wake wa pili mtoto mmoja, lakini uzazi wake wa 3 amejifungua watoto 5 kwa pamoja. Tulikuwa na watoto 2, lakini kwamba tulihitaji labda uzazi wa mtoto mmoja mmoja. Sasa hawa wamekuja 5 kwa pamoja. Kazi iliyopo ni kwenye malezi. Baba wa watoto hao Saidi Hamisi ni mchimbaji mdogo wa madini wilayani Ruangwa mkoani Lindi. Anayo furaha kubwa sana kupata watoto 5 kwa pamoja, na siku zote alikuwa anamwombea mkewe Furaha ajifungue salama. Kuombea pia kila siku, nilikuwa nalala usiku na kuombea kwanza, wewe ndio ulikuwa unajiombea mwenyewe. Sababu kazi ulifanya ni kubwa sana. Sasa Saidi ana jumla watoto 7, anapambana kuhakikisha watoto hao wanakuwa na afya njema wakati wote. Jinsi ya kujipanga kwa kweli hapo kidogo, kwa sababu kujipanga, unapokuwa unapanga mtu ratiba unasema anapanga kwa sababu kupokea mtoto mmoja, lakini imekuja kutokea baraka watoto 5. Kwa hiyo ni nje ya uwezo wangu, lakini nitajitahidi kukabiliana nayo. Lakini pia yoyote atakayeguswa na hili, kama ataonyesha mchango wake wa kusaidia hili, basi tunashukuru, itakuwa ni jambo la heri kwa sababu ya kuboost familia ili iweze kufika malengo ambayo tunatarajia. Kwa kila mmoja ambaye alikuwa hapa anatamani familia ione ikiwa bora na inakuwa kwa afya nzuri. Watoto hao wapo chini ya uangalizi wa madaktari katika chumba maalum wakiwa wanaendelea vizuri. Tunafurahi tumepokea watoto 5. Katika watoto 5, 2 wamekuwa na kilo 1.1, mwingine kilo 1.2, na wengine wamekuwa na kilo 1.45 na mwingine 1.49, na mkubwa ambaye amepata kilo nyingi zaidi amekuwa na kilo 1.7. Hawa watoto wote ni wa kiume 4 na mmoja wa kike. Kwa hiyo tuko nao hapa katika neonatal ICU, yani ICU ya watoto wachanga. Tutakaa nao hapa kwa kipindi ambacho watoto hawa mpaka watakapofikia kilo
ambazo zitakidhi kuweza kujitegemea wenyewe. Kwa hiyo tutakaa nao hapa mpaka watapofika kilo 1.5 na kuendelea, ambapo hapo tutawahamisha kuwapeleka katika idara ya Kangaroo Mother Care kwa ajili ya kupata joto la mama, huku akiendelea kupata uchunguzi wa karibu na kuendelea kuwafuatilia katika ukuaji wao. Wauguzi wanaomuuguza Furaha wakati wote tangu alipowasili hospitali hapo akiwa na ujauzito wa wiki 18 hadi sasa, wanaelezea kuwa Furaha alipewa uuguzi wa kipekee tofauti na wajawazito wengine. Safari ya Furaha ilikuwa tofauti na wamama wengine ambao wanakuja kujifungua mtoto mmoja, kwa sababu kama tunavyofahamu, mama akibeba ujauzito mtoto zaidi ya mmoja anakuwa katika hatari kubwa sana za kupata changamoto akiwa wakati wa ujauzito. Wanakuwa katika hatari kubwa ya kupata uchungu wa mapema, ambapo kilikuwa hicho kitu kwa kinajitokeza kwa Furaha. Alishawahi kupata uchungu wa mapema huko kipindi cha nyuma kama mara 2 mara 3, lakini kwa huduma ambazo tulikuwa tunazitoa wauguzi pamoja na madaktari zilitusaidia kuweza kumsaidia na kuweza walau kufikisha wiki ya 31, ambayo kwetu tuliona iko vizuri na inaweza ikafaa, kwa maana watoto watazaliwa wakiwa wana umri mkubwa. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya mama anayejifungua mmoja na mama ambaye anajifungua watoto zaidi ya mmoja. Furaha amepata furaha, lakini maswali mengi yanabaki namna ya kuwalea watoto hao, hasa akiangalia kipato chake kinachotegemea kazi za mikono kila siku. Naiomba serikali ya awamu ya 6, Mama Samia Suluhu Hassan, kokote uliko ukisikia hii sauti yangu, yeye ni mwanamke kama mimi na yeye ni mama pia. Niliyoyapitia mimi anayajua. Naomba aniunge mkono au atunge mkono mimi pamoja na mume wangu, atusaidie ili mradi hawa watoto tuwalee kwenye mazingira mazuri. Kutoka hapa hospitali ya Kanda ya Kusini, mimi ni Husna Hassan na hii ni Safari Digital.